Rafiki yangu mpendwa, karibu sana katika ibada hii ya mchana katika madhabahu hii ya Faraja, katika mitandao ya kijamii YouTube, TikTok, Facebook na mahali pengine ambapo unaweza kupata ujumbe huu. Ndugu yangu na rafiki yangu, ninakuhongera kwa kuona majira haya mchana siku hii ya Jumanne, na Bwana Yesu asifiwe. Tafadhali ungemshirikisha rafiki yako kuhusu habari hii njema ya madhabahu ya Faraja ili aweze kusubscribe, like na kucomment, lakini katika ile account ya TikTok aweze kutu like pale na kutufuatilia, na katika Facebook pia. Ni kwa nini? Katika zamani hizi za sayansi na teknolojia, basi tutazitumia hizo katika kukufikia pale ulipo, kwa sababu shetani pia katika nyakati za mwisho anatumia mbinu nyingi sana katika kutuwinda na kutuhunt down, lakini nguvu na neema ya Bwana nayo inatufikia pale tulipo ili tuweze kukaa salama. Ni kwa kupitia neno la Mungu utabarikiwa, utalindwa na kutunzwa salama. Wakati wengine wanakuazia mambo mabaya, Mungu anakuazia mambo yaliyo mema, kutupa tumaini katika siku hizi za mwisho tunazoziishi. Acha neno la Mungu litutafute na kutupata, na sisi tutakaa salama, kinyume cha yale mambo mabaya tunayotafutiwa huko nje. Funika macho yako tuombe. Baba mwema, ni siku nyingine njema. Asante kwa ajili ya kumlinda na kumtunza rafiki yangu tangia asubuhi alivyopata chakula cha asubuhi au chai, wakaenda kwenye majukumu mbalimbali, tukaenda kwenye majukumu mbalimbali, na tumeuona tena mchana huu leo. Tunakushukuru na tunalimidi jina lako. Ukae katikati yetu, uwe baraka kwetu katika jina la Yesu. Wewe Yesu mfufuka, kama ulivyoenda katikati ya kundi la wanafunzi ukawabariki, ukawaambia amani yangu nawapa, amani yangu nawapa, niwapavyo ni tofauti na ulimwengu unavyowapa. Yesu, njoo katikati yetu. Nenda kwa rafiki yangu kwenye duka lake, kwenye ofisi yake, mtamkie pia amani yako. Ukatubariki, ukatutendee mema, pamoja na wote, waume zetu, wake zetu, watoto wetu wa kiume na wa kike, biashara zetu, ofisi zetu, mipango yetu wiki hii ikajayo na baraka, ikajayo na mafanikio katika jina la Yesu Kristo. Ukilinda madereva wote, ukilinda watu maofisini, walimu, profesa, kila mahali, madaktari wanaouguza wagonjwa mahospitalini na kuwatibu, neema yako ikawe juu yao. Wakulima wanaolima mazao mbalimbali shambani ili tupate vyakula, Mungu ukawalinda na kuwatunza huko waliko, katika jina la Yesu. Tubariki sasa na milele, Mungu wetu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, pale uliposema amen. Sema tena pamoja nami, amen. Bwana asifiwe. Karibu katika kusikia ujumbe wa neno la Mungu mchana huu leo. Na ujumbe wa neno la Mungu mchana huu leo unatoka katika Injili ya Yohana Mtakatifu mlango wa 13 mstari wa 34 mpaka mstari wa 35. Ninasoma neno hili, Injili ya Yohana Mtakatifu mlango wa 13 mstari wa 34 na 35. Ninasoma neno hili katika jina la Bwana. Sema amen. Neno la Mungu lasema, amri mpya nawapa, mpendane. Kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu, mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Mpendwa rafiki yangu, utagundua kwamba siku hii ya leo Roho wa Mungu amenipa kuzungumza kwa habari ya upendo. Asubuhi Roho wa Mungu alizungumza nasi kwamba mwisho wa nyakati umekaribia. Iweni na akili nyingi katika kupendana, kwa sababu ni katika upendo husitiri mwingi wa dhambi. Na mchana huu leo Roho wa Mungu pia akanipa ujumbe huu wa upendo, na mpaka usikie masisitizo ya upendo. Bila shaka kuna kitu fulani, kuna mtu fulani au kuna watu fulani ambao upendo kwao umepungua, na Roho wa Mungu kupitia ibada hii ya asubuhi na mchana huu leo amependa kutusisitiza kwamba tuwe na upendo. Sasa sikiliza, anasema amri mpya
nawapa, mpendane. Kama nilivyowapenda ninyi, pendaneni hivyo hivyo. Chochote kikiitwa amri, maana yake kwa Kiingereza inaitwa a must do. A must do, no choice, you have to do. Amri, amri, commandment, amri, amri mpya nawapa. Baba unapewa amri mpya, there is no choice. Mama unapewa amri mpya, there is no choice. Mtoto wa kiume na wa kike pale nyumbani unapewa amri mpya. Wanafunzi mnapewa amri mpya. Madereva mnapewa amri mpya. Pendane. Kupendana, hakuna cha kuchagua zaidi ya upendo. Ukichagua kutokupenda, umechagua kuwaumiza wengine na kuwatendea wengine, ndivyo sivyo. Lakini amri mpya nawapa. Yesu aliona umuhimu huu wa kutupa sisi tuliopinda, wenye roho mbaya, tunaowazia wengine mabaya. Unapoona mwingine anafurahi, unawaza tu mtendee nini ili alie. Unapoona mwingine anakafuraha kadogo, ana uso wa mviringo, unataka umtendee kitu avae uso wa mbuzi. Anasikitika moyoni. Umepewa amri ya upendo. Penda wengine. Penda huyu ambaye hata jina lake humjui. Anzia kwenye kumpenda. Asubuhi tumeambiwa upendano usitiri wingi wa dhambi. Mwana wa Mungu, listen and listen good. Kwamba kupenda sio jambo la wewe kuchagua. Mwanadamu yoyote umeumbiwa upendo. Mpende mke wako kama unavyojipenda. Penda watoto wako kama unavyojipenda. Si unajua hata wanaume wengine mnatoka wote, mnakula kuku, mnakula chips, mnakula hivi, mnafuta mdomo, mnarudi nyumbani, nakuta nyumbani kuna makande hata yana hata maharage. Wewe, amri ya upendo. Mungu anasema amri mpya nawapa. It is a new commandment. Kupendana sisi kwa sisi. Sasa hapa ni kila mmoja ajitathmini. Jamani, hivi mimi nimependa ndugu zangu, au mimi ninakuwa tu wa kuumiza wengine, kufanya tu wengine walie? Unamkanyaga mwingine alafu unamtazama usoni, unamwambia unalia nini? Ninakukemea kwa jina la Yesu Kristo. Ungeacha. Kama ni bosi, nakukemea kwa jina la Yesu Kristo. Kama ni kiongozi kwenye idara fulani unaumiza wengine, nakukemea kwa jina la Yesu Kristo. Kama umepewa tu neema fulani kakuongoza watu, unataka kuumiza kila mmoja, wewe, ninakukemea kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Acha moyo wako uwe na upendo. Mpende mwingine. Ni kupitia upendo Mungu anaweza kukuinua zaidi. Na usipowapenda wengine, ninamwomba Mungu leo akutoe hapo ulipo, akurudishe chini na upate wa kukukanyaga mpaka ulie kwa jina la Yesu. Neno la Mungu linasema mpendane kama vile nilivyowapenda mimi, vivyo hivyo hivyo watu wote watatambua ya kwamba ninyi mmekuwa wanafunzi wangu, mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Watu watakuona kwamba wewe ni mwana wa Mungu iwapo utaamua kuwapenda wengine. Usilete uadui kwenye eneo la kazi. Usiseme mimi ni kila kitu kwenye eneo la kazi. Mungu ameachilia vipawa mbalimbali. Achilia vipawa vifanye kazi. Kila mmoja kwenye eneo aliloko amewekewa gift. Ana tunda la Roho ndani yake. Mruhusu lile tunda la Roho lionekane. Usimfunike. Usimfunike. Usimdharau. Kwa sababu ndani ya kila mtu Mungu ameweka kitu. Na hicho kitu kikiruhusiwa kutoka, kitawabariki watu wengi. Lakini mahali pa kuanzia ni upendo. Na leo tunaambiwa amri mpya nawapa, mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Baba,
mpende mke wako. Mama, pende mume wako. Baba na mama, pendaneni, pendeni watoto. Maeneo ya kazi, pendaneni. Hebu upendo utawale, na kwa njia ya upendo kutawala unapunguza ule wingi wa dhambi. Nyakati za mwisho upendano umekuwa ni kitu adimu. Huyu anataka amue huyu anataka achukue riziki ya huyu anataka azungumze uongo kwa huyu ili hata aadhibiwe, ili hata sijui nini, bosi sijui amfanyeje. Vijumajungu, roho za ufisadi, roho za kusijinana, roho za kutendeana fijisu. Wache mara moja kwa jina la Yesu. Amri mpya umepewa, penda wengine. Amri mpya umepewa, penda wengine. Na mimi nakuonya pale ulipo, kama wewe ni yule ambaye huwapendi wengine, sikia sauti ya Bwana. Mungu aondoe hiyo roho ya jiwe ndani yako. Anza kuwapenda wengine, anza kuwasaidia wengine, anza kuwa ndugu katikati ya hawa ndugu, na sio uwe kama shetani katikati yao. Penda wengine. Baba, penda wengine katika jina la Yesu. Mungu akutendee mema, Mungu akutendee mema, Mungu akutendee mema katika jina la Yesu. Mungu